Kuna baadhi ya wanawake, wao ndio shida kwenye ndoa zao. Wao ndio tatizo kwenye ndoa zao, lakini hawajijui. Kwa sababu wao wanajiona ni wakamilifu sana, au kwa sababu wao wanajiona ni wahanga kwenye maisha ya ndoa. Matokeo yake, mtu anakuwa tatizo pasipo yeye kujijua kwamba yeye sasa ndio tatizo kwenye ndoa yake. Mimi leo nataka nikutajie dalili ambazo zinaashiria kwamba wewe mwanamke ndio tatizo kwenye ndoa yako. Utakapopata ujumbe huu, kaa chini ujitafakari. Pengine unaweza ukapata jibu fulani au ukapata mwanga fulani. Sijui kama unanielewa. Jambo la kwanza, kila kitu kinachojitokeza kwenye maisha yako ya ndoa unataka ushinde. Kila ugomvi unaojitokeza unataka ushinde. Kila kitu kinachotokea wewe unataka mbishane mpaka uibuke mshindi. Wewe ni tatizo kwenye ndoa yako. Hiyo changamoto unayoiona kwenye ndoa yako, changamoto inatokana na wewe mwenyewe, kwa sababu umekataa kuwa mtu wa kujiangalia wewe pia. Unapokuwa mtu wa kutaka ushinde kila kitu, maana yake wewe ni mtu ambaye umefikia level za juu sana za kujikubali. Wewe ni mtu ambaye umefikia level za juu sana za kujiona wewe ni mkamilifu, kiasi kwamba huoni kama na wewe unaweza kukosea. Hapo tatizo lazima liwepo. Kila wakati unapotaka kila kitu ushinde, changamoto itakuwepo. Kwa sababu kuna wakati migogoro itaendelea kuwa mikubwa kwenye ndoa yako, kwa sababu naye mwanaume atasimamia kile anachokiamini na wewe unang'ang'ania kusimamia kile unachokiamini. Matokeo yake anakosekana mtu mwenye hekima wa kujishusha kati yenu ili kusawazisha hayo mambo yafike mwisho. Kwa hiyo mwanamke, wakati wowote ule utakapojikuta wewe ni mtu ambaye unapenda kushinda kwenye kila kitu, kujishusha kwako ni mwiko, kukosolewa kwako ni mwiko, kukubali kosa kwako ni mwiko, yani wewe unaaminiki uko perfect kwenye kila kitu, kaa ukijua wewe utakuwa shida kwenye ndoa yako. Sio leo tu, utakuwa shida siku zote. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo kama wewe ni mtu ambaye unapenda kushinda kila mgogoro, kila ugomvi unaojitokeza ndani ya ndoa yako, kaa ukijua kwamba wewe ni tatizo kwenye hiyo ndoa. Jambo la pili, wewe ni mtu unayepuuza hisia za mwenzako, halafu ni mtu ambaye unaona mwenzako anakuza vitu. Hii tabia wanawake tunayo sana, tena ni wanawake wengi sana. Yani unasema haka kitu tu. Yani mwanaume wako hana dogo. Unakuta watu wanakaa na watu wanashauriana kabisa, mwanaume wako hana dogo, hiki tu. Au wakati mwingine ni wewe mwenyewe unasema na yeye huyu amezidi. Jambo hili tu anataka lifikie huku. Yani unamchukulia mwenzako ni kama vile ni mtu anayekuza mambo, anafanya mambo yawe makubwa. Wewe unakichukulia hicho kitu ambacho mwenzako anakilalamikia kwamba ni kidogo. Kwa hiyo unapuuzia hisia zake. Pale anapokuambia mwenzako hiki mimi sikipendi, kinaniumiza, wewe unasema naye huyu amezidi, hiki tu. Kaa ukijua wewe ni tatizo kwenye hiyo ndoa. Kwa sababu naomba nikwambie kitu kimoja, kitu chochote ambacho mwenzako anakilalamikia usije ukapuuzia. Usianze kupima uzito wa kitu ambacho mwenzako anakikataa au wa kitu ambacho mwenzako hakipendi. Weka ukijua tu kwamba watu tumetofautiana mapokeo. Sijui kama unanielewa. Kwenye hicho unachokiona ni kidogo, mwenzako kwake ni kikubwa, na ndio maana unaona kabisa anakuambia akipendi. Kwa hiyo usifosi mume wako awe wewe. Sijui kama unanielewa. Pamoja na kwamba pengine wewe unaona hicho kitu ni kidogo, lakini kwa kuwa mume wako anasema akipendi, hebu jaribu kujari hisia zake. Lakini kama wewe ni mtu ambaye huwa unapuuzia kwa kuona naye huyu amezidi, huyu naye hana dogo, wewe ndio shida kwenye ndoa yako, na matatizo yataendelea kuwepo zaidi na zaidi, kwa sababu mwanaume anapoona anaongea kitu ambacho anaona kwake kinamkwaza, hatoacha kuongea. Kila siku atakwambia hiki kitu mimi sikipendi, hiki kitu sikipendi. Na kadri unavyozidi kuona kama huyo mtu anakuza mambo na unavyozidi kumpotezea, unapuuzia hisia zake, ndivyo unavyozidi kuleta matatizo makubwa yatakayojitokeza huko mbeleni kwenye ndoa yako. Na mwisho wa siku usije kulaumu kitakachotokea, kwa sababu mimi najua mwanaume ataongea, ikifika hatua mwanaume atakata tamaa, ataamua kutafuta mtu atakayemsikiliza, mtu atakayeheshimu hisia zake, na matokeo yake utakuja hapa kutupa ushuhuda kwamba amwafahamu wanaume sijui nini. Lakini mimi nakwambia kitu chochote ambacho mume wako anakilalamikia, kishikilie. Haijalishi wewe unakitazama kwa namna gani, na kwanza ni marufuku kukitazama kitu ambacho mwenzako anakitazama kwa namna fulani ukaanza kukitazama wewe kwa namna yako. Yani mwenzako amekuonyesha kwamba mimi hiki kitu kinani disappoint, halafu wewe unaanza kujitafutia tafsiri yako binafsi kwamba mbona hiki kitu kiko simple tu, mbona hiki kitu kiko hivi tu. Ni vibaya hivyo, kwa sababu matokeo yake yatakuwa mabaya sana. Kwa hiyo kama wewe ni mtu ambaye huwa unapuuziaga hisia za mwenzako, unapuuzia vile vitu mwenzako anavyokuambia kwa kuona kama ni vidogo, kwamba huyu mtu anakuza mambo, kaa ukijua wewe ni tatizo kwenye ndoa yako. Sijui kama unanielewa. Na hayo matatizo yataendelea kuwepo kwenye ndoa yako. Jambo la tatu,
Ni mara chache sana kwa wewe kuomba msamaha. Au wewe ni mtu ambaye huwa huombi kabisa. Na wakati mwingine huwa unaomba basi tu. Sijui kama unanielewa. Yaani kuna wale wanawake ambao hata kijitokeze kitu fulani, yeye atakaa kimya mpaka hicho kitu kiishe juu kwa juu. Lakini aseme samahani hawezi. Yaani yeye neno msamaha kwake ni mwiko. Na kuna wakati mwingine unasema nisamee basi kama nimekukosea. Basi yaishe. Basi haya basi nimekosea. Yaani unakubali tu ili yaishe. Kuna wakati unapofanya hiyo tabia, maana yake wewe ni mtu ambaye huamini kama umekosea. Hicho ni cha kwanza. Kwa hiyo unaposema basi nisamee, kwa hiyo unaona kama vile mwenzako ndio yale kwamba amekuza kitu au amekusingizia wewe kitu, kwa sababu unajiamini wewe uko sawa. Wewe hujakosea. Kwa hiyo unaposema basi yaishe, maana yake wewe ni mtu ambaye huombi msamaha, bali unapoteza tu mazingira. Sasa hiyo tabia ya wewe kuwa mtu wa kuomba msamaha basi tu ili yaishe, inakupelekea wewe kutokuwa mtu wa kujirekebisha. Kwa sababu lazima ujue kwamba mtu ili ujirekebishe unahitaji kujua kwamba hapa nimekosea. Unahitaji kujikosoa wewe mwenyewe, unahitaji kukaa chini na ukaona ila hiki kweli ambacho mwenzangu amekisema kweli nimekosea. Kisha ukaomba msamaha wa dhati kwamba mwenzangu kweli kwenye hichi ulichokisema naona kabisa sijaenda sahihi. Hiyo ndio namna ambayo itakufanya ubadilike. Lakini kama unaomba msamaha basi tu, wewe utaendelea kuwa tatizo kwenye ndoa yako, kwa sababu kila siku utarudia kile kile ambacho mwenzako anakilalamikia. Niamini mimi, unapofikia hatua ya kuomba msamaha ili basi tu, yani basi tu haya yaishe, maana yake wewe hicho kitu hutoacha kukifanya, kwa sababu basi tu umeomba basi tu, kwa sababu kwako wewe kwanza hujaona kama ni tatizo, au kwako wewe umeona wewe sio uliyekosea hicho kitu. Kwa hiyo umeamua tu kukubali yaishe. Hujakubali tu kwa hekima, lakini umekubali tu huku ukiwa na kinyongo, ndio maana unasema basi nisamee yaishe. Kwa hiyo utaendelea kuwa tatizo kwenye ndoa yako. Na wakati mwingine kuna wewe ambaye wewe hujawahi omba msamaha. Yaani hujawahi hata kwa namna yoyote. Mtu akikusema hapa wewe utanuna tu. Yaani kuna wanawake mna hiyo tabia. Mwenzako akikusema leo mke wangu umekosea hivi na hivi na hivi na hivi, mmelala asubuhi ukiamka anakuta umeshanuna. Umsemeshi, unapita huku, unaingilia huku, maisha yameshaanza kuwa magumu. Kaa ukijua kwamba wewe ni toxic kwenye ndoa yako. Wewe ni tatizo kwenye ndoa yako. Sijui kama unanielewa. Jambo la 4. Wewe ni mtu unayependa sana kukaa kimya badala ya kutatua migogoro. Yaani inapojitokeza changamoto, wewe ni mtu ambaye unamfingia mwenzako tuone. Yaani kuna wale wanawake ambao huaga mnapenda. Yaani wewe ni mwanamke ambaye huwa unapenda kunyamaza kimya. Inapojitokeza migogoro wala hujihangaishi kusema hapa tutengeneze, tuzungumze, haya mambo yafike mwisho. Wewe unakuwa wa kwanza kuleta uzito kwenye mgogoro ule uliotokea. Na una ile tabia kusema tuone nani atakayeanzisha kuongea. Kuna wale unaosema yani mimi tuone, atanifahamu mimi ni nani. Kwa hiyo wewe ule mgogoro unaoendelea kwenye ndoa yako unaamua kukaa kimya. Hutaki kujishusha ukaanza kujadili, wala hutaki lizungumziwe hilo swala. Unataka muendelee kuishi, huyu anaingia huku, huyu anatokea huku. Matokeo yake matatizo yanazidi kuwa makubwa kwenye ndoa yako kwa wewe mwenyewe kusababisha. Yani wewe mwenyewe ndio unasababisha hayo matatizo kuongezeka kwenye ndoa yako, lakini wewe haujijui. Hujui kama tabia yako ya kutokupenda kutatua migogoro kwa kuzungumza inaleta shida. Hujui kama tabia yako ya kunyamazia kimya migogoro inaharibu ndoa yako. Ukumbuke nilishasema, ukimya ni sumu kwenye ndoa. Hilo lazima ulifahamu. Kwa hiyo kama wewe ni mtu ambaye huwa unapendaga kukaa kimya badala ya kutatua mgogoro uliopo, hutaki kutatua huo ugomvi uliopo, unakwepa hilo jukumu, unaona kama vile ukianzisha kuongea wewe utakuwa umejishusha, unaona kama vile yani wewe unataka ujiweke kama ni mwanamke fulani special. Ndugu yangu, wewe ni toxic. Wewe ni tatizo kwenye ndoa yako. Sijui kama unanielewa. Jambo la 5. Wewe ni mtu ambaye unapenda sana kumkosoa mume wako. Kuliko kumfurahia, kuliko kumsifia, kuliko kumshukuru. Na hii tabia iko kwa wanawake wengi sana. Nikwambie tu ukweli. Wewe ambaye unapenda kuzungumzia matatizo tu ya mume wako, changamoto tu za mume wako, unapenda kuongea pale mume wako anapokosea tu. Lakini akifanya mazuri unakuwa ni kama umuoni. Lakini akifanya mema unakuwa ni kama umuoni. Unakaa kimya kabisa, unasubiri akosee ndo uanze kuzungumza. Wewe ni tatizo kwenye ndoa yako. Kwa sababu lazima ujue kwenye maisha ya ndoa kuna mambo mengi. Hata kama mume wako ana changamoto, jitahidi sana kuwa mtu unayempongeza, kuwa mtu unayemsifia, kuwa mtu unayemthamini wakati anapofanya mazuri. Usiwe mwanamke wa kukaa unasubiri mabaya yajitokeze kisha uanze kumkosoa tu, kwa sababu wewe utakuwa unaleta tatizo. Mwanaume yeyote yule akikaa sehemu ambayo anaona hathaminiwi, matokeo yake huwa yanakuwa mabaya sana. Mwanaume atavumilia, atafanya kila kitu, lakini mwisho wa siku
atakuja kutafuta mtu anayemthamini. Matokeo yake ndoa yako itaingiza shida na utaanza kumlaumu yeye kwa matokeo yatakayotokea wakati tatizo ulikuwa ni wewe. Kwa hiyo jitahidi sana sasa hivi ujiangalie, wewe ni mwanamke wa namna gani? Je, wewe ni mwanamke unayependa kukosoa tu? Unamsifiaga mumeo, unamshukuriji mumeo, huwa unamthamini mumeo, au wewe ndio wale ambao unakaa unasubiri akosee ili uanze kusema yani wanaume, yani wanaume, yani wanaume, yani wanaume. Kwa hiyo kaa chini ujipime. Kama wewe ni mtu ambaye huwa unamkosoa sana mwenza wako kuliko kumsifia, kaa ukijua wewe una shida. Wewe ni toxic. Wewe ndio tatizo kwenye hiyo ndoa yako. Sijui kama unanielewa. Na jambo la 6, wewe ni mtu unayekumbushia sana matatizo. Yaani mambo ya zamani wewe unapenda sana kuyaleta leo hii. Kwenye ndoa yenu kuna mambo mlifanyana miaka mingapi iliyopita, lakini wewe unayaleta sasa hivi. Yaani utakapoanza kugombana na mwenzako au kuna changamoto imejitokeza, unaanza mimi napitia mengi sana, kumbuka kile kipindi. Yaani yale mambo uliyoyamaliza unayaleta sasa hivi. Wewe ni tatizo kwenye ndoa yako, kwa sababu lazima ujue kwamba ndoa inajengwa na msamaha. Mtu usamehe, mambo yapite. Leo hii mnavyojadili mambo mengine, mwe mnajadili kwenye leo. Msianze tena kujadili na kudiskasi mambo yaliyopita, kwa sababu yanazidi kuongeza migogoro. Kwa hiyo kama wewe ni mwanamke ambaye huwa unapendaga kukumbushia mambo yaliyopita, kaa ukijua wewe ndio tatizo lenyewe kwenye ndoa yako. Tatizo sio mume wako, tatizo ni wewe. Sijui kama unanielewa. Na jambo la 7, wewe unamlaumu mwenzako kwa kila kitu. Yaani mwanamke mimi sijui natamani niwaambieje, lakini ukishajikuta tu uko kwenye point ya kuwa unamlaumu mwanaume kwenye kila kitu kinachojitokeza, kaa ukijua wewe ni toxic, tena very toxic. Kwa sababu wewe hutaki kujiangalia pia wewe, hutaki kujiona pia wewe, hutaki kujua kama na wewe unaweza kuwa una changamoto. Matokeo yake wewe una focus kumlaumu mwanaume wako kwa kila kitu. Na hapa ndio inapojitokeza lile swala la watu kujiweka kama wahanga. Kwamba yani sisi mimi nafanyiwa hivi kwa sababu mimi ni mwanamke. Yani wanaume hawa, yani sijui nini. Mimi nakwambia wanawake, tokeni huko. Wanawake, hizo nafasi mlizozikalia ndio zinasababisha muwe matatizo kwenye ndoa yenu. Kaa sehemu ambayo unachangamka akili yako. Uwe ni mtu ambaye unakubali kukosolewa, uwe ni mtu ambaye unakubali kujitazama, na uwe ni mtu ambaye unakubali kwamba hata wewe pia unaweza ukawa una changamoto. Lakini ukikaa kwenye upande wako unajionea huruma na kumlaumu tu mwenza wako kwa kila kinachotokea, ukae ukijua wewe ni toxic kwenye ndoa yako na wewe ndio tatizo lenyewe. Migogoro yote, changamoto zote zinazoendelea zinatokana na wewe. Lakini najua wewe unavyopenda kumlaumu mwenzako, kila kitu kinachojitokeza kwenye ndoa yenu, unasema mwanaume ndio tatizo, mwanaume ndio ameanzisha, mwanaume ndio sababu, mwanaume ndio nini. Yaani wewe hutaki kujiangalia na wewe pia. Kaa ukijua kwamba wewe ni mwanamke toxic. Wewe ndio shida kwenye ndoa yako. Na jambo la 8, wewe ni mtu ambaye unataka mwenza wako awe mtu wa kujiongeza. Jamani, hii ni tabia ni mbaya sana kwa wanawake. Yaani wanawake wengi sana wanakaaga kimya. Hawasemi kama ninahitaji kitu fulani. Au akiwa na shida anajisemesha. Hataki kwenda direct amwambie mwenzake kwamba mwenzako nina hiki na hiki. Unataka mwenzako awe anawaza moyoni, ajue kwamba wewe unataka nini, ajue kwamba wewe sasa hivi una shida gani, ajue kama wewe sasa hivi una uhitaji gani, au kile anachokisikia unakiongelea atimize tu pasipo wewe kuzungumza. Jamani, mwenza wako sio mtabiri. Kwa hiyo ndoa inajengwa na mawasiliano. Kama una shida yoyote mwambie mwenzako. Mwambie nahitaji unisaidie au naomba unisaidie kitu 1 2 3. Sasa kuna watu mnakaaga kimya, siku nyingine unaanza kulaumu. Ndio maana mimi natamani unifanyie hivi, lakini unifanyii. Je, ulishawahi kumwambia mwenzako nifanyie hivi akashindwa kukufanyia? Kwa hiyo wanawake wengi mmejikuta mkiwa matatizo kwenye ndoa yenu pasipo nyinyi kujifahamu. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo mwanamke, utakapoona wewe kwenye hivi vitu vyote hivi, wewe ndio tatizo kwenye ndoa yako. Wala mwanaume sio tatizo. Lakini sehemu ya kukazia sana, sehemu ambayo natamani niwakazie sana wanawake, ni sehemu ile ya kuchukulia vitu vidogo. Yaani kuona kama mwanaume anakuza vitu na kupuuzia hisia za mume wako. Ndugu yangu, kile kipengele kizingatie sana, kwa sababu kile kipengele kimebeba upendo wa mwanaume, kimebeba moyo wa mwanaume, kimebeba amani ya mwanaume, kimebeba kila kitu cha mwanaume. Hakuna kitu mwanaume anachukia kama kuona analalamika kwenye kitu ambacho wewe unakirudia mara kwa mara. Kwa sababu wewe unapoanza kusema yeye naye huyu ana dogo, maana yake utakirudia hicho kitu zaidi ya mara 3 mara 4. Kila siku utakuwa ukirudia kukifanya hicho kitu, kwa sababu haukipi uzito, haukipi nafasi ambayo mwenzako anakipa hicho kitu kwenye maisha yake. Kwa hiyo mimi nakwambia, zingatia sana.
Kile kitu ambacho mwanaume wako anakwambia, usipuuzie maagizo ya mume wako kwa kuona mbona hili jambo ni dogo, mbona huyu anakuza mambo. Mwisho wa siku mambo yatakuwa magumu kwenye ndoa yako. Kwa hiyo niseme tu ukweli. Wakati mwingine wewe mwanamke unaweza kawa wewe mwenyewe ndio tatizo kwenye ndoa yako, lakini wala usijue hilo, lakini wala usielewe hilo, kutokana na namna ambavyo unaona wewe ni mtu ambaye uko sahihi kila wakati, na kutokana na kwamba unajiona ni mtu ambaye ni muhanga kwenye maisha yako ya ndoa. Yaani wewe unaenda kuishi ukiwa una picha yako fulani unayowatazama wanaume. Ndugu yangu, mimi nakwambia ndoa yako itakusumbua sana. Ukiwa na haya mambo niliyokutajia, ndoa yako italeta shida, kwa sababu tatizo litakuwa ndani yako wewe mwenyewe, lakini matokeo yake wewe utakuwa ni mtu wa kuonyeshia wengine, watu wengine kidole kwa yale yanayoendelea.